nilipofika karibu na mlango wa Ndosa nikatoa nguo. Siwezi kurudi tena kwa mume wangu. Yes, tupo na mke halali wa Ndosa ambaye alikuwa ameolewa na mwanaume aliyekuwa anafanya kazi benki, lakini kulingana na changamoto ya kukosa mtoto ikabidi ahamie kwa kijana wake wa kazi ambaye alikuwa anafanya kazi ya kusaidia kulisha mifugo, yani mkata nyasi za ng'ombe. Tunataka tupate exclusive nzima kwamba ilikuwaje mpaka akaamua kufanya hivyo. Ilikuwaje mpaka akaamua kukubali kuishi maisha magumu, akaacha maisha ya kifahari. Tutege sikio tuwe pamoja. Madam, kwanza nikupe hongera au pole kwa sababu sijui ni tatizo au ni ushindi vile vile. Nipe hongera. Hongera sana. Asante. Ujasiri uliofanya unahisi utakulipa kwa njia gani? Siwezi hata kuelezea. Kwa sababu kipo ninachokitegemea kwa Ndosa. Naamini nita enjoy hapo baadaye. Una muda gani toka uondoke kwa mume wako? Na miezi 3 mpaka sasa. Labda vipi mawasiliano, namna ambavyo anakutafuta sasa hivi au imekaaje, yani kuhusu kukutafuta, kwa sababu na imani bado anakuhitaji? Kunitafuta inawezekana bado ananitafuta, lakini mimi baada ya kuondoka pale line yangu nilitoa kwenye simu, kwa hiyo sipatikani, sipo hewani kabisa. Nataka nifahamu, wanaume wako wengi na nina imani hata unapotembea mitaani wanaume wengi wanakuona na pengine wanakutongoza ama wanakuhitaji kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini ulimuona Ndosa? Naweza kusema kwa sababu Ndosa alikuwa ni kijana wangu wa kazi pale nyumbani. Kwa hiyo mimi kipindi nipo kwa mume wangu sikuaga na movement sana zile za kutoka kuingia. Nilikuwa kama nahitaji kwenda sokoni, mume wangu ananipeleka, then naweza nikarudi na bajaji au pikipiki. Kwa hiyo Ndosa naweza kusema kama ndo amekuwa mwanaume wa tofauti kuja kwenye maisha yetu na nikaweza kuwa karibu naye. Kwa maana hiyo kabla ya Ndosa mume wako ulikuwa hujawahi kumchiti kabisa? Sijawahi. Ndosa ni kijana ambaye naweza nikasema ni kijana ambaye maisha hajajipata na maisha magumu hata kwa namna ambavyo mnaishi. Nataka nifahamu kula yenu ipoje, labda kula ni ya uhakika vile, labda sabuni na nini. Maisha yenu yani kwa jumla yapoje? Masuala mazima ya mahitaji yale ya muhimu ya kibinadamu. Kusema kweli kula yetu bado haijakaa sawa kwamba tunakula milo 3 kwa siku. Tunaweza asubuhi tukaokota hata viazi. Jioni ndio tukatafuta chochote kitu tukapika. Kwa sababu mimi ninapoondoka kwa mwanaume wangu niliondoka na shilingi 20,000. Hiyo hela ndio inatusukuma. Okay. Umesema hivi uliondoka kwa mume wako kwa sababu uliona hamna namna nyingine ya kupata mtoto. Je, ikitokea kwa Ndosa, yani na Ndosa utakaa muda gani? Ukiona bado na kwenye hamna mtoto utaondoka. Utakaa kwa muda gani? Kama kwa mwanaume wangu nilikaa miaka 6 kusubiria mtoto. Nitasubiri. Je, ikitokea na miaka 6 labda hujapata mtoto? Basi sitaweza tena kubadilisha mwanaume mwingine. Umri nao utakuwa umeshaenda. Sasa hivi una miaka mingapi labda? Sasa hivi na miaka 25. Na uliolewa maana yako una miaka 19. Yeah. Okay. Nataka nifahamu namna ambavyo Ndosa ulimpokea, namna ulimtreat. Yaani uliwezaje kumshawishi, kwa sababu najua lazima kuna uoga fulani kama wewe bosi wake. Uliwezaje kumshawishi mpaka akaona kumbe huyu ni mwanamke tu, acha wewe mpenzi wangu? Ilikuwaje? Ilikuwa ni ngumu, lakini nilikuwa kila nikipata chance lazima niende kwenye chumba chake labda au nimkute kule ambapo analishia wanyama. Nikawa namueleza situation ambayo mimi naipitia kwenye ndoa yangu. Kwamba nahitaji kuwa na mtoto lakini mwanaume wangu hana uwezo kunipatia mtoto kwa ninavyohisi. Kwa hiyo nikawa namhitaji kipindi kile kimapenzi, labda mimba ningeipatia wakati nipo kwa mwanaume wangu, lakini yeye alikuwa anagoma kulala na mimi. Kwa hiyo nilichoamua nikamwambia basi mimi nahitaji kuondoka na yeye tukaishi maisha yetu. Ilichukua muda. Nataka nifahamu hapo kitu gani ambacho lakini ulikuwa unaona anagoma? Yaani ulikuwa unashindwa kumshawishi au ni nini ambacho pengine kilikuwa kinamfanya labda agome? Anamwogopa bosi, ulikuwa unashindwa kumshawishi, alikuwa anakuheshimu ama ni nini?
Kwa upande mwingine naweza kusema alikuwa anamuogopa mume wangu au alifikiri kwamba mimi namtania, kwamba natengeneza mchezo mimi na mume wangu, mwisho wa siku labda ni tuje mume wangu atufumania amfukuze kazi hivyo. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kumshawishi. Ilichukua muda kidogo. Kwa mara ya kwanza unamshawishi, unakumbuka ulimshawishi kwa kumfanyia kitu gani? Kitu gani ambacho ulimfanyia Ndosa ukasema na hichi amechomoa? Ni nini alimfanyia? Nakumbuka siku hiyo nilienda chumbani kwake, alikuwa amelala. Mwanaume wangu nakumbuka alichelewa kurudi siku hiyo, nikasema ngoja niende chumbani kwa Ndosa. Nilikuwa nimevaa mtandio. Nilikuwa nimevaa kanga na kama shirt la night dress ndani, ila nimefunga mtandio. Nilipofika karibu na mlango wa Ndosa nikatoa nguo. Nikabaki na kimtandio chepesi, nikaingia kwake. Nikaona amesimama. Yaani kama mtu ambaye ameshauti kuona kitu cha ajabu, you know? Anashangaa. Kwa hiyo nika namtuliza, tulia, akaa na goma. Yaani I swear to God, aligoma. Ndio pale sasa nikaona mbona kama kazi yangu inaenda kwa ngumu. Okay. Ingetokea umefanya yote hayo, mwisho wa siku amemwambia mume wako, unahisi ungekuwa katika mazingira gani? Sikuwa na choice. Kwa sababu nilikuwa nimeshaamua, hata angemwambia mwanaume wangu ningekuwa na uwezo wa kutoa vitu vyangu na kurudi kwetu. Kwa sababu nilikuwa na uhitaji sana na mtoto. Okay. Umetuambia kwamba kipindi upo na mume wako ulikuwa ni mwalimu, unafanya kazi ya ualimu. Kazi yako inaendaje, au umeiacha au umesimama au imekwaje? Kazi yangu niliacha. Niliacha hata nilikuwa bado nipo kwa mwanaume wangu. Alikwambia uache? Kwa sababu mshahara mdogo, ndo nilikuwa nimetoka kwa ajili waajiriwa. Okay. Nataka nifahamu kitu kimoja. Ndosa ni kijana mdogo kabisa ambaye pengine anajitafuta, au vyovyote umemwamini, umempenda. Ikitokea na mchepuko, utafanya maamuzi gani? Siwezi kufanya chochote kwa sababu Ndosa nimemkuta ni kijana tayari. Kwa hiyo hayo yote mimi sijataka kumuuliza kama alikuwa na mahusiano yake nje before hajaja kwenye nyumba yangu kufanya kazi. Kwa hiyo hata nikimkuta naye it's okay. Okay. Unapanga kumzalia watoto wangapi? 2, wa kike na kiume. Hata mume wako pia ulikuwa unatamani kumzalia wao, au ingekuwa zaidi pengine? Kwake ingeweza kuwa zaidi kwa sababu ni mume wangu na tungeishi labda miaka mingi, ingeweza kuzaa zaidi na zaidi. Kwa sababu mimi na Ndosa ndo tunajitafuta. Tutazaa wawili. Okay. Nimeona mnalala kwenye maboksi. Umetoka kwenye mazingira ya kitajiri. Inakuumiza kiasi gani, au unajisikiaje unapolala kwenye mazingira ya mabaya ikiwa umeacha mazingira mazuri? Mimi naona tu kwangu ni amani. Naona amani, sioni kwamba sijui, kwa sababu maamuzi nimeachukua mwenyewe. Kwa hiyo sioni kama nateseka au nini. Hapana, nina amani. Mtazamaji, ni mkasa ambao ukisikiliza kwa makini utaona dunia hii inaelekea wapi. Nikusihi, story bado ni ndefu. Kama hujasubscribe hakikisha umesubscribe, endelea kupata updates zangu mara zote ambazo nitakuwa nakuwekea. Mume wako ulimuacha katika mazingira gani? Yaani ulimuacha kwa kumuaga, ulimuacha kwa kumtumia message, ulimuacha kwa kumwandikia barua, ulimuacha kwa kumtoroka, au ulimuacha katika mazingira gani? Kiukweli mimi siku naondoka nakumbuka Ndosa alitangulia kwenye bajaji, mume wangu alikuwa yupo kazini. Nikampigia simu kama nimepigiwa simu niende kijijini kwetu, bibi yangu anaumwa sana. Baada ya hapo mimi nikatoa laini. Kwa hiyo hakuna chochote anachojua. Labda ameenda huko kijijini kunitafuta kwamba aliaga anakuja huku hivyo. Hivi mtu akwambia mke wa mkata majani ya ng'ombe, unajisikiaje? Mimi naona amani. Yaani unajua wanadamu hawaishi kusema. Kwa mimi yule ni mwanaume wangu. Wao wataongea lakini mimi nina amani na mpenzi wangu. Ikitokea Ndosa amekwambia kulingana na ulivyo mzuri, labda mimi si wazi yako, naomba urudi kwa mume wako, maisha yamenishinda, na yeye bahati mbaya akakuacha hapa kaondoka, utafanya maamuzi gani? Utarudi kwa mume wako ama utaenda kutafuta maisha yako binafsi? Wale siwezi kurudi tena kwa mume wangu. Nitaeleza nini? Kwamba nilikuwa wapi? Kitu ambacho nitakachokifanya nitarudi nyumbani. Nitarudi nyumbani, nitawaeleza kila kitu. And then wao ndio watoke labda kwenda kuniombea msamaha kwa mwanaume wangu. Ila sidhani kama itakuwa ni rahisi kunirudia tena. Lakini mume wako akisema nimekusamehe kila kitu, nataka tufunike kombe mwanaalama apite tuishi kama zamani, upo tayari kurudiana naye ikiwa Ndosa atakuwa amekuacha? Hapana kweli. Hapana. Upo tayari kubaki mjane? Sawa.
Kuna wanawake wengi ni masingomaza sasa hivi mtaani, na mara nyingi wanadai kwamba usingomaza unaumiza kwa sababu malezi ya kulea peke yako mtoto ni magumu kidogo. Kwa upande wako unawashauri nini wewe ambaye pengine unatafuta mtoto leo? Kitu ambacho naweza kuwashauri hao singomaza wakazane tu kulea watoto zao. Maana unakuta singomaza mwingine alipewa mimba, mume wake akakataa. Sasa utamlazimishaje mwanaume aje ale mtoto? Kwa hiyo pambane tu kulea mtoto. Unakuta mtoto ni mmoja, mtoto mmoja amshindi mtu. Na umetuambia kwamba ulikuwa unatamani mimba ipatikane pale pale kwa mume wako ya ndosa, ili baadaye uje umwambie ni mume wako kwamba ni ya kwake. Yaani kwa nini uliamua kufanya hivi? Yaani kwa nini ulifikiria kitu cha namna hiyo? Yaani kitu ambacho ningefanya ni kumweka ndosa sehemu nzuri ambacho nilikuwa nakiwaza kwamba ingetokea mimba imepatikana pale pale nyumbani. Ndosa angeendelea kufanya kazi yake, hata mwisho wa siku angekuja kushtukia kwamba mtoto ni wa ndosa, tayari angekishakuwa na hela yake. Mimi pia ningekuwa namwangekea mambo yake mengine, kwamba hata akitoka pale mimi si ndo nimemsababishia toke pale, asiende kuishi maisha magumu. Lakini mtoto ungempa jina la nani? La mume wako au la ndosa? Ningekubaliana na ndosa. Alafu yaje? Yeye atakavyoona kwamba aitwe mwanae jina lake au mwanaume wangu ambaye alikuwa amenioa atoe jina la mtoto. Mume wako kumfumania labda message au nini? Sijawahi, sasa ndio kushikiana simu. Labda hujawahi kuona labda dalili za kukuchiti, kwa sababu kuna muda tunaona tu. Hakuna mwanamume kwanza mwenye mwanamke mmoja. Hicho tunatakiwa wanawake tuweke akilini. Kwa hiyo mimi sijawahi kumfuatilia. Hivi wewe na Ndosa mmepishana miaka mingapi? Sijajua Ndosa na miaka, wewe na Ndosa anaweza kana mdanganyaga huyu. Ndosa na mambo mengi huyu. Anakwambia na miaka mingapi? Mimi sijawahi kaa chini na Ndosa tukaongelea hayo mambo kwanza. Kwa hiyo kipindi ambacho tunajitafuta sijawahi kukaa naye chini tukaongelea hayo mambo. Kwa milo kwa siku wastani ni miwili ama mmoja? Miwili au moja, yaani siku tukijitahidi sana ndio hiyo miwili. Okay. Mume wako akiona hii interview sasa hivi unatamani umwambie kitu gani? Anisamee, sikuwa na choice. Yaani sijui hata nisemaje. Ila hivyo tu anisamee. Sawa. Ikitokea wewe ndo mwenye tatizo sasa hivi kwamba wewe ndo huwezi kubeba ujauzito, umehangaika kote, yani imegundulika kwamba wewe ndo mwenye tatizo, utajutia kiasi gani kumwacha mume wako? Hilo mimi hata siwezi kueleza tena. Ikitokea nini? Ninachomtaka kumaanisha kwamba kama sasa hivi umemwacha, maana yake ikitokea amekuwa na mwanamke mwingine huko amepata watoto, kwa upande wako itakukata kiasi gani kama bi mkubwa tuseme? Nitaumia kama mwanamke. Itaniumiza sana. Kitu gani ambacho kitakuuma sana kwamba ulifanya maamuzi sio sahihi, ulikurupuka? Yaani kitu gani ambacho zaidi na zaidi kitakuuma? Nitaona kama nilikurupuka, yani sielewi hata nijibu nini jamani. Ila tuachane nayo mambo yasije yakatokea kweli. Okay. Wanasema mwanaume lazima aweze kumtimizia mahitaji mke wake. Kwa maana ya kula iwe uhakika, kuvaa iwe uhakika, kulala pia iwe sehemu nzuri. Kwa upande wako ulilichukuliaje hili ikiwa unakutana na mwanaume ambaye hajajipanga kwa kitu chochote? Mimi sijali kuhusu hivyo kwa sababu kila kitu naweza kusema ninacho. Nguo ninazo, niliondoka nazo kwa mume wangu. Kama ni mafuta, mimi huwa sijichubui. Mafuta yote mimi napaka. Kwa hiyo sijui labda kwenda kusuka. Mimi ni msusi na huwa natoka kwenda kutafuta vibarua, labda kumalizia mikia. Hivyo nikipata mtu, siku labda hiyo saluni napoendaga kumetingwa ndo napata na mimi mtu na msuka wananilipa. Kwa hiyo mahitaji yangu mengine madogo madogo najitimizia mwenyewe. Mara mwisho kwenda kanisani leo? Au wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu. Mara mwisho kwenda kuswali ni leo? Mimi siendagi msikitini, ila huwa naswalia nyumbani. Kwa nini hukumwandikia talaka ikiwa dini yenu inaruhusu kumwandikia talaka mume wako? Yaani ninapokuambia kwamba siku ninayoondoka sikutegemea kama hiyo siku ndo naondoka, kwa sababu Ndosa ndo siku alionikubaria. Kwa hiyo nikasema nisipoteze muda. Nikapiga tu simu nikamwambia mimi nimeitwa kijijini, bibi anaumwa hivyo. Baada hapo nikatoa rai kwenye simu.
hatari makubwa haya, mtazamaji wangu. Ni mkasa ambao utajifikiria kwamba kwa nini mke wa mfanyakazi wa benki akaolewe na mkata nyasi za ng'ombe. Utajiuliza kwamba kwa nini imekuwa rahisi kiasi hicho. Bwana, sisi tunatamani tufahamu kitu kimoja. Ikitokea leo hii wazazi wameamua kusuluhisha mambo yote yaishe, na Ndosa akasema anyway, mimi bosi wangu namwachia mke wake aende naye, upo tayari kurudi kwa bosi? Hapana. Siwezi kurudi. Kwa sababu huwezi jua yeye anakuwazia nini. Unaweza ukarudi kwa amani, mwisho siku akakuzuru usiku. Kwa hiyo siwezi kurudi. Na huku kuishi mazingira haya porini, kwa mara ya kwanza unaingia huku, ulihisi nini au ulifikiria kitu gani? Sema kweli niliogopa, yani nilikuwa namuuliza Ndosa, sasa huko ni wapi? Akaniambia kuwa na amani. Ndio nikajikuta tu tumetokea hapa basi. Hongereni, mnahangaika na maisha. Asante. Okay. Mtazamaji yule ambaye anakuona sasa hivi alafu anakuona ni mwanamke ambaye sio mvumilivu, unatamani kumwambia nini ama unatamani kumshauri kitu gani? Siwezi kumshauri mtu chochote, unajua. Kila mtu na maamuzi yake. Na naweza nikamshauri mtu labda nimwambie awe na uvumilivu, wakati akisikiza story yangu mimi nilishindwa kuwa mvumilivu. Kweli. Nashukuru sana. Asante, karibuni. Asante, pazuri hapa. Lakini nimependa kuna hali ya hewa nzuri inavutia sana. Ndege wanaimba. Ni pazuri sana. Ni sana. Hivi hapa tuite ni nyumba au ni nini? Kwa sababu pamekaa kama handaki. Kwangu mimi naona kama ni nyumba. Sasa sijui kwa watu wanachukuliaje. Nashukuru bwana, uwe na wakati mwema, lakini pia tunakuombea kile ambacho unakitarajia kiwe cha heri, basi kiwe cha heri vile vile. Amina. Mtazamaji, hope umepata picha chache ambayo ipo, lakini nakupenda. Nikutakia wakati mwema baba.